Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Kwa niaba ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania na Shirika la Utangazaji Tanzania kwa maana ya TBC, naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha kwenye mkutano huu au hafla hii ya utiaji saini udhamini wa haki za matangazo ya redio kwa ligi kuu yetu Tanzania. Kwa hiyo mimi nazungumza nanyi naitwa Boniface Wambura, ni mkurugenzi wa sheria, habari na masoko kutoka TFF. Kwa upande wa TBC tunaye mwakilishi wa mkurugenzi mkuu Bwana Gabriel Nderumaki. Kwa hiyo kwa mujibu wa ratiba yetu nimkaribishe mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa TBC Dr. Ayubu Lioba aje kutupa nasaha zake. Bwana Wallace Karia, Rais wa TFF, mtendaji mkuu wa TFF Bwana Wilfred Kidao, ndugu wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na bwana. Awali yote naomba nikushukuru sana wewe Rais wa TFF na uongozi mzima wa TFF kwa kuungana nasi katika hafla hii fupi ya kutiliana msaini mkataba kati ya Shirika la Utangazaji Tanzania na Shirikisho la Mpira wa Miguu TFF kwa kurusha matangazo ya ligi kuu ya Tanzania bara kuanzia mwaka 2021-22. Shirika la Utangazaji Tanzania kama chombo cha umma lina jukumu la kuhakikisha kuwa matangazo ya michezo yanafikia watu wengi zaidi ni ndani na nje ya nchi. Kabla siendelea, ni vizuri tukaelezea umuhimu wa TBC katika kutangaza ligi kuu ya Tanzania. TBC ina mtandao mpana yaani wa satellite pamoja na ardhini wa kuwafikia wananchi wengi zaidi kuliko chombo kingine chochote hapa nchini. Matangazo ya TBC yanasikika hata nje ya mipaka yetu na hivyo kuitangaza nchi yetu kimataifa kupitia mchezo wa soka na michezo mingine. TBC ina dhima ya kuhamasisha ari ya burudani na mashindano mbalimbali ya kimichezo nchini. Katika michezo ya ndani, TBC Taifa imekuwa itangaza michezo ya ligi kuu, kombe la mapinduzi na mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi tangu uhuru. Michezo ya nje, TBC imekuwa inarusha mashindano mbalimbali, na kama mnavyojua TBC ilirusha kombe la dunia mwaka 2010, 2014 na 2018. TBC pia ilirusha mechi za Sekafa, AFCON na Bundesliga mwaka 2018 ikishirikiana na Star Media Tanzania Limited. Pia TBC imekuwa ikirusha matangazo ya mechi za kimataifa kwa njia ya radio. Wengi mnafahamu tulirusha mechi ya Kaizer Chiefs pamoja na Simba South Africa na mechi nyingine nyingi ambazo hatuwezi kuzitaja hapa. Kwa hali ilivyo sasa, kwa michezo ya ndani, TBC imekuwa itangaza michezo mingine mbalimbali na mpira wa miguu na michezo kama vile ngumi, riadha, mpira wa kikapu, mpira wa pete na mingine. Shirika lina uwezo mkubwa katika maeneo yafuatayo. Moja, tuna watendaji wenye weledi wa kutosha katika kurusha matangazo mbashara ya michezo aina yoyote kama vile soka, mpira wa miguu, riadha, kikapu, pete na mingine. Vile vile tuna vifaa vya kisasa vya kutosha kurusha matangazo mbashara kutoka maeneo matano tofauti kwa wakati mmoja. Vile vile tuna mitambo ya kutosha kurusha matangazo mbashara maeneo tofauti nchini. Vile vile tuna program tumizi yani app ambazo ziko za TBC1, TBC2 na Tanzania Safari Channel. Kutokana na kupata haki hizi, TBC ipo tayari kushirikiana na vyombo vingine vya habari kuhakikisha kwa matangazo haya yanafika sehemu mbalimbali nchini na nje ya nchi. Na kama mnavyojua, kupata haki hizi sio kwamba tumefunga milango kwa vyombo vingine. Tutashirikiana nao kwa utaratibu ambao utawekwa na TFF pamoja na TBC. Asante mkurugenzi mkuu TBC. Kwa mujibu wa ratiba, tukio linalofuata ni risala ya Rais wa TFF. Kwanza nachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa
katika tukio hili muhimu la kihistoria katika maendeleo ya mpira wa miguu wa nchi hii. Nasema la kihistoria kwa sababu ni mara ya kwanza tunaingia mkataba wa matangazo kwa ajili ya redio. Hatujawahi kuingia wala kupata senti yote kutoka kwenye matangazo ya redio toka tumeanza kucheza ligi yetu au tumeanza kucheza mpira Tanzania, ingawa redio hasa TBC wakati kiitwa RTD ilikuwa ndo mtangazaji mkubwa wa michezo yetu yote ya mpira kwenye nchi yetu. Hili ni tukio la kihistoria kwa sababu ni mara ya kwanza tunashuhudia kutoa saini kwa mkataba wa haki ya matangazo ya redio katika ligi kuu yetu kati ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Tunasaini mkataba wa haki ya matangazo ya televisheni ya ligi kuu. Nilisema wakati tunasaini, kilichofuata ni upande wa redio, na umma unafahamishwa kupitia vyombo vya habari. Hivyo leo ni furaha kuona TFF tunakamilisha kile ambacho nilikiahidi. Sisi bado TFF tutasaini mkataba wa aina yoyote as far as football concern. Kuna wanaosema sijui bodi ya ligi, sijui nani, klabu. Sisi ndio wenye mpira. Tunapocheza mpira, sisi ndio tunaosimamia. Tumegawana majukumu kusimamia ili tupate kufanya majukumu mengine kwa ufanisi ili tuweze kupata maendeleo zaidi. Lakini sio kwamba kila kitu tutaachia tu. Mwenye mawazo hayo asahau. Naipongeza TBC chini ya mkurugenzi mkuu Dr. Ayubu Rioba Chacha kwa kufanikisha kushinda zabuni hii na hivyo kufanya kazi ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB, chombo ambacho tumekipa mamlaka ya kuendesha na kusimamia ligi kuu. Tumempa mamlaka ya kuendesha na kusimamia ligi kuu. Nampa pongezi ndugu yangu Ayubu kwa sababu yeye amekuwa mkurugenzi wa kwanza kufanikisha hili na mimi rais wa kwanza kufanikisha hili. Tumeweka historia. Lakini pia kaka yangu ndugu Mguto akiwa mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya ligi tumefanya hivyo. Na wajumbe wangu wa kamati ya utendaji wote tulionao. Thamani ya mkataba huu ni wa miaka 10. Miaka 10. Nazungumza kabisa miaka 10. Huwezi kumpa mtu mkataba wa kitu ambacho ana uwekezaji ukampa miaka 2 au 3. Kuna uwekezaji anataka afanye, kuna gharama anaingia mikoani huko apeleke watu. Utampa mkataba wa miaka 3 utakuwa unamuonea au kawaida. Hii ni uniform. Mikataba mingi ya haki za matangazo aidha ya TV au ya redio ni ya muda mrefu ili kuwe na uwekezaji. Mkataba huu utakuwa ni shilingi bilioni 3.54. Hatujawahi kupata hata sensi 5. Na hii ni average ya zaidi ya milioni 300 kila mwaka. Kuendesha mpira wa miguu ni gharama kubwa kwa klabu ambazo zina wachezaji pamoja na waendeshaji. Kwa muktadha wa leo kuzungumzia ligi kuu, moja vipaumbele vyangu wakati naomba ridhaa kuongoza TFF miaka 4 iliyopita ilikuwa ni kuimarisha maeneo ya masoko ili kuhakikisha tunaongeza wadhamini, lakini pia kuhakikisha kila fedha inayopatikana kupitia mpira wa miguu inatumika katika mpira wa miguu. Hela ambayo tunaipata hii tunaigawa kwenye vilabu. Na tutaigawa sawa sawa. Kwa kuzingatia kwamba kuna wenzetu wale ambao wana nguvu vizuri, wana attract mashabiki, tuliweka kwa kurudi kwenye ushindani huo wakashindane, waonyeshe nguvu zao, wapate ile milioni 500 ndio kitakachoongezeka. Ndio mtu atakuwa tofauti na Coastal Union, atakuwa tofauti na Dodoma Jiji. Lakini hii ya uendeshaji kila mmoja anahitaji kuendesha. Tutaigawa sawa sawa kwa wahusika wote bila kusema kwamba kuna nani anahusika. Na vilabu vyote niwaambie, mimi ni mwenzenu, nimetokea huko. Najua uchungu wa kuongoza, nyinyi viongozi wa vilabu mnajua. Na sitawaacha, nitakuwa na nyinyi siku zote. Ingawa kila mara tunaposaini mikataba kuna changamoto zinajitokeza za wenzetu wengine wanaojiona wakubwa ambao au ni wakubwa, tutazifanyia utaratibu
tutazungumza nao, na kuna njia ambazo tumesolve toka tunaanza mkataba wa kwanza wa Azam, tulitengeneza tukawa tunaenda katika utaratibu huo. Tunaomba utaratibu huo pia uendelee. Ni mashahidi ya ubora wa ligi yetu, umekuwa ukimarika msimu hadi msimu. Kwa sasa ni ligi bora. Unapozungumza ligi ni timu zote 12 au 16 au 10 au 20 zinazoshiriki. Ligi bora haiwezi kuwa ligi bora kwa timu moja kusema yeye ni bora zaidi ndio anasababisha ligi iwe bora, kwa sababu anacheza na wengine. Sasa hivi tumeshika nafasi ya 8 kwenye ligi zetu, ile kwenye ligi Afrika. Lakini pia kwenye uendeshaji wa ligi, ranking ya matokeo, sisi ni nchi ya 12. Kuna ligi tuko nafasi ya 8. Nchi ambazo zinafanya vizuri kwenye ligi tuko namba 12. Ni vitu viwili tofauti hivyo. Katibu au mtu wa mashindano anaweza akawapa ufafanuzi baadaye. Kwa upande wa klabu za ligi kuu, kimsingi mdhamini huu umelenga nini, kwani fungu kubwa litakwenda kwenye klabu kama nilivyoeleza. Vile vile sehemu nyingine itakwenda kwenye utawala bora, na fedha za udhamini huu itakuwa na klabu zao ni lazima mwisho wa mwaka muwasilishe taarifa ya fedha iliyokaguliwa na mkaguzi aliyetambulika kwa mujibu wa ukaguzi. Hii ni kutokana na sheria ya club licensing. Azima ya uongozi wa TFF chini yangu ni kuhakikisha kuwa tunakuwa na ligi yenye ubora mkubwa Afrika kwa kuweka msisitizo katika maeneo 5. Maana ni mpira wa miguu kwa vijana, wenyewe mnafahamu wala sio jambo la kulizungumza. Takwimu zinazungumza zenyewe. Uzingatiaji wa sheria na kanuni, hilo pia mnasikia, ingawa wengine wanatafsiri kwamba kuadhibu watu ambao wanakwenda tofauti na kanuni ni ukosefu wa utawala bora. Niwaambie huo ndio utawala bora. Mtu ambaye hafanyi vizuri anashughulikiwa, anayefanya vizuri tunamwawadi. Sehemu nyingine, usimamizi wa fedha. Hili kwenye shirikisho tumeshaliweka sawa, sasa hivi tunarudi kwenye vilabu. Nilishaelekeza bodi ya ligi itayarishe qualification za watu ambao watatakiwa wasimamie masuala ya fedha haya. Watu hao wapate semina na wapewe dokumenti zote na jinsi gani tunavyotaka kuripoti fedha. Utawala na utumishi, ndio maana ile hela ambayo tumesema kwamba itakwenda kila mwezi, sehemu hiyo itakuwepo pia kwa kugharimia mishahara ya watendaji wakuu kwenye vilabu, kwa maana ya katibu mkuu na yule ambaye atasimamia mambo ya fedha. Swala jingine ni swala la miundombinu, viwanja. Hili jamani bado nitakuwa mkali sana. Taelekeza. Nimwambia kaka yangu Mguto, mwambia bwana, hata kama kule ndio inacheza timu yetu, lakini ule uwanja ukibaki vile watatafuta sehemu nyingine ya kwenda kuchezea. Sawa jamani? Kwa upande wa klabu za ligi kuu, kwa vyombo vya habari, redio, tutakavyotaka kutangaza kwa mujibu wa mkataba tunasaini leo, viwasiliane na tuliomuuzia haki hii ambaye ni TBC. Kukaa na visimu vyenu kule mkatangaza kwenye redio zenu hizo, TBC bwana tumekukabidhi. Kaka yangu, wewe ndio utakaye regulate. Tunajua ni shirika la Watanzania ambalo litaangalia maslahi ya Watanzania, lakini hamna kitu chochote ambacho kinaweza kwenda bure. Lazima hizo haki tuweze tumekabidhi wewe na wewe uweze kupata faida yake na kuregulate. Nimalizie kwa kusema TFF itaendelea kushirikiana na wadau wake wote ikiwemo serikali, wadhamini, taasisi mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu abariki mkataba huu uweze kuleta tija kwenye mpira wa nchi hii. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.